Yes, now is deal done. The Rastaman Kibu Denis Prosper anaondoka Simba katika dirisha hili dogo la usajili 2026, na ikumbukwe kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo mpaka sasa hawajaweza kufunga madirisha ya usajili, hivyo usajili bado unaendelea na Kibu Denis Prosper is on move. Na anaelekea wapi? Anaenda katika klabu gani? Na amesajiliwa kwa dau lipi? Na kwa nini Simba wameamua kufanya maamuzi magumu ya kumuuza Kibu Denis katika dirisha hili dogo la usajili? Cha kufanya nisikilize mwanzo mpaka mwisho nikupe full updates za Kibu Denis Prosper. Yes, nikianza na safari yake ndani ya wekundu wa Msimbazi, ilianzia Agosti 2021 aliposajiliwa kutokea katika klabu ya Mbeya City akiwa kijana mdogo mwenye njaa ya mafanikio. Alitua Simba wakati timu ikihitaji mshambuliaji mwenye nguvu na uwezo wa kupambana na walinzi wenye miili mikubwa, na haraka sana akawa mhimili wa timu kutokana na nidhamu yake ya kipekee ya ukabaji kuanzia juu, kwa maana high pressing. Na katika kipindi hicho chote cha miaka 4.5 hadi hivi leo tarehe Februari 2026, Kibu ameweza kuandika historia ya kipekee akicheza zaidi ya mechi 115 katika mashindano yote, akifunga jumla ya mabao 22 na kutoa pasi za mwisho kwa maana ya asisti 18, huku akichangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya Simba kufika robo finali za CAF Champions League na hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika kwa maana ya CAF Confederation Cup msimu wa 2024-2025. Yes, baada ya kuonyesha kiwango thabiti na kuimarika kila msimu, thamani ya Kibu Denis imepanda na kuvutia macho ya vilabu vikubwa barani Afrika, ambapo klabu ya Al Nassr Benghazi ya huko nchini Libya baada ya kukamilisha usajili wa mshambuliaji Steven Dese Mkwala waliongeza nguvu ya kuinasa saini ya Kibu Denis Prosper, na hivyo wamefanikiwa kuinasa saini kwa dau nono la dola za Kimarekani 300,000 sawa na milioni 772,829 na shilingi 100 fedha za Kitanzania. Mauzo haya yanatajwa kuwa ni moja ya biashara bora zaidi kufanywa na Simba kwa mchezaji wa ndani kwa maana ya mchezaji mzawa, ikionyesha kuwa klabu sasa imeanza kufanikiwa na kuuza wachezaji nje ya nchi. Hivyo Kibu Denis anaondoka Simba akiwa ameacha alama ya mchezaji mpambanaji asiyekata tamaa, ambaye aligeuza ukosoaji wa mashabiki kuwa sifa kupitia juhudi zake uwanjani, jambo linalomfanya kuwa mchezaji asiyeguswa na makocha wote waliopita klabuni hapo. Yes, Kibu Denis Prosper anaelekea Libya katika klabu ya Al Nassr Benghazi hapo nchini Libya. Anaondoka kwa dau nono za dola za Marekani 300,000 sawa na milioni 772,829,100 fedha za Kitanzania. Yes, anaenda kukutana pia na mshambuliaji wa zamani wa Simba kwa maana ya Steven Dese Mkwala. Yes, Simba wameamua kufanya maamuzi magumu ya kumuuza Kibu Denis katika dirisha hili dogo la usajili, na hii ni kutokana na mkataba wa Kibu Denis Prosper ambao umesalia miezi 6 pekee na hakuwa tayari kuongeza mkataba mwingine. Hivyo Simba wameamua kufanya biashara ili kuepuka Kibu Denis kuondoka kama mchezaji huru, ambapo mkataba wake ulikuwa unamalizika Juni 30, 2026. Hivyo Simba wameamua kuchukua fedha ili kuepuka mchezaji mzuri kama Kibu Denis kuondoka kama mchezaji huru. Yes, ili kutoa heshima kwa mchezaji huyu ambaye ametoa jasho na damu kwa ajili ya nembo ya Simba, uongozi wa klabu ya Simba umeamua kuwa mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya KMC utakuwa ndio mchezo wake wa mwisho wa kuwaga umma wa mashabiki, wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba na wapenzi wa mpira kwa ujumla. Huu utakuwa ni wakati wa hisia kali kwa mashabiki na mchezaji mwenyewe, last dancer itakayohitimisha safari yake ya kishujaa nchini Tanzania kabla ya kukwea pipa kuelekea Libya kuanza changamoto yake mpya na Al Nassr Benghazi.
Yes, Kibu Denis anaondoka akiwa na heshima kubwa, akibaki kuwa mfumo wa juhudi kwa wachezaji wazawa wanaochipukia, huku Msimbazi kibaki na kumbukumbu ya mshambuliaji ambaye hakuwahi kuchoka kukimbia kwa ajili ya ushindi wa timu yake. Yes, kama huja subscribe basi ni kuombe usubscribe, ulike, comment na kushare ili uzidi kupata updates zaidi za kimichezo kupitia katika jukwaa hili hapa. Hii ni Mo Sports Media and thank you for listening.